kwa huku Dar es Salaam Tanzania. Na tayari jana wamefanya mazoezi ya gym, wameingia kwa ajili ya kujiandaa na mechi yao ya pili dhidi ya Stellenbosch nusu finali ya mkondo wa pili katika uwanja wa Moses Madiba. Kwa jinsi mechi ya kwanza iliyochezwa pale Amani Complex, ulivyoona uchezaji wa Simba Sports Club kwenye mechi ya pili, unaona Simba kitoboa na kwenda finali? Nafasi bado ipo kwa kila timu ambayo inashiriki mashindano mpaka sasa hivi. Ukizungumzia nafasi ya kwenda finali kwenye Confederation, maana yake itakuwa kwa Simba, Stellenbosch, Berkane pamoja na Constantine. Hizo ndio timu ambazo zinagombea nafasi ya kwenda finali, na kila mmoja hapo nafasi bado anayo kwa mujibu wa utaratibu, yani sheria za mpira. Ukizungumzia leo nafasi anayo Simba, anayo Stellenbosch, itakuwa unakosea, kwa sababu ili nafasi ipatikane kwa mmoja lazima mechi zote mbili zimecheza na zimekwisha. Hapo ndio tangaza matokeo ambayo yanamfanya mmoja kwenda finali na mwingine kubaki. Kwa hiyo ukizungumza nafasi, kila timu iliyofika nusu bado ina nafasi ya kwenda finali. Lakini kwenye uchezaji maana yake natakuwa Simba akabadilike kidogo. Wakabadilike, yes. Nafikiri kwenye eneo lao la ushambuliaji, kwenye eneo la ulinzi sijaona kama kuna makosa mengi sana. Sababu hata mpinzani wake kumwangalia anacheza naye pia sio watu ambao wanawatengeza nafasi nyingi sana. Kwenye mechi zao nyingi wao wamekuwa ni watu ambao wanafika kwenye kuzuia zaidi kuliko kwenye kutengeneza nafasi za kufunga. Kwa hiyo Simba aenda akajiandaa kwenye mazingira ya kushambulia, ile aenda akaimalize mechi kama atapata nafasi, sababu sio mechi ya kupata nafasi 6-7 kwa ninavyoiona mimi. Kwa mtazamo wangu itakuwa ni mechi yenye nafasi chache ukilinganisha, kwa sababu mpinzani anacheza naye, kwanza yuko nyumbani, lakini pia ni timu nzuri kwenye kuzuia. Kwa hiyo wakajiandaa kwenye mazingira yao ya kutumia nafasi tu, lakini hata akicheza alivyocheza hapa sio vibaya, amecheza tu vizuri kwa mpinzani alicheza naye, wala sio vibaya. Makawila, wakati unasema Simba wajimarishe zaidi katika eneo lao la ushambuliaji, katika eneo hilo mchezaji anayetajwa sana kwenye midomo ya wengi, ambao pia ameweza wengine kuwakataisha tamaa mashabiki wa Simba Sports Club kwenda katika hatua ya finali, ni Jean Charles Ahoua, kutokana na kile alichokifanya pale Zanzibar. Magoli mengi alikosa, magoli takriban 3 ya wazi, hasa lile goli la dakika za mwisho kabisa alilokosa. Baadhi ya mashabiki wa Simba Sports Club wameonekana kukata tamaa ya kwenda finali. Wewe Jean Charles Ahoua unamwonaje? Ni mchezaji wa kawaida kwa level za Afrika, lakini anaweza kaa ni mchezaji mzuri kwa level ya ligi ya Tanzania. Ukizungumza mashindano ya Afrika, Salumu, kama unafuatilia mashindano haya kuliko kufuatilia timu moja, huwezi kupata faida. Lakini ukiangalia RS Berkane kwa mfano, labda tutoe katika ambao walikuwepo, ukiangalia RS Berkane unakuta yani wana vipaji vikubwa sana ambavyo hata ukatabilia ubingwa utakofanya dhambi kwa kile ambacho wanakifanya na talent zinazo. Timu zetu bado zinastawi kwenye mazingira yao ya kutafuta talenti zenye viwango vya juu kwa vingi. Yaani kwenye timu unaweza kupata wachezaji mmoja au wawili ambao wana viwango vinavyoshabihiana na wenzetu, lakini wengi unakuta ni wachezaji ambao wenye level za katikati. Yes, kwa hiyo mimi namchambua Ahoua kwenye mazingira yao. Sijaona kama ni mchezaji kwa kwenye level ambazo watu wanamweka. Kwa hiyo hata makosa anayofanya nafikiri ni kile ambacho anaweza kukifanya kwenye uwanja. Hii kumfanya yeye na makosa mengi ni kumtengenezea nafasi kwamba yeye mazingira kama yeye labda yupo kwenye level za juu sana. Unajua yupo mchezaji ambaye akifanya jambo sema kwa nini yule kufanya makosa yale, kwa sababu ya level yake. Lakini kwa Ahoua nafikiri hiki ndio kile kitu ambacho Mungu amemjalia, na ule ndio uwezo wake Ahoua kama mchezaji. Kwa watu wasimtaka kumpeleka kwenye daraja ambayo yeye hana. Ukimpeleka mchezaji kwenye daraja la yeye ambalo hana, kila siku utakuwa unamlaumu tu. Na kumlaumu mchezaji kwa daraja lake sio dhambi, lakini angalia unamlaumu mchezaji gani na ana kiwango gani. Kwa hiyo mimi sioni kama Ahoua alichokifanya ilikuwa ni makosa makubwa, hapana. Ndio uwezo wake wa uchezaji umefikia hapa, ndio level yake ya uchezaji, na hiyo ndio inatofautisha sisi na wale wanaokuwa mabingwa. Wao wanao wachezaji ambao hawana tena mazingira kama haya kufanya vitu kama vile kwenye nafasi kama zile. Yes, wao huwa wanaitengeneza nafasi ambao wanasema ni nusu nafasi kwa nafasi kamili. Sisi wachezaji wetu wengi ni kutengeneza yani mpaka ile nafasi iwe clear kabisa ndio afunge goli. Kwa hiyo ni level ya Ahoua ndio iko hapo, na watu wasimlaumu sana, ni mazingira ya uwezo wake ndio umefikia. Ila sasa ni wakati sahihi kwa kocha Fadlu Davis kuweza kumtumia mchezaji mwingine ambaye anakaa benchi kuweza kuchukua nafasi ya Jean Charles Ahoua, kuweza kujaribu kama mbinu zake zinaweza zikabadilika. Kwa Simba hamna mchezaji. Wachezaji wako wapi? Simuona mwalimu mtu kaumia misuli, anadai kutoka, anamwambia endelee kucheza. Mchezaji kaumia misuli, anadai kutoka, kocha anamwambia endelea tu. Kama anacheza mdumange vile. Kwamba kila kiangalia huko anamwona kocha viungo, kaangalia huko anamwona meneja. Anaona avunja kuli tu kwenye benchi, afanyeje sasa Fadlu? Anamwambia malizia tu. Kwa hiyo utamchezesha nani sasa? Hamna mtu wa kumchezesha. Baadhi ya wachezaji katika benchi la Simba wana uwezo wa kucheza na nani? Mzamini wa Sini, hawezi kiungo Mzulule bwana huyo. So kale weka Awesu akupasua kiungo Mzulule, hata nafasi yake anacheza haijui bwana.
Mchezaji anazunguka uwanja mzima. Hao wachezaji wa kizamani bwana kina Rudigi Madata, surudishe nyuma tunasalumu. Sasa hivi mpira wa sayansi watu wanatumia mifumo bwana. Makocha wakubwa wanakuja hapa anaangalia mfumo. Wewe anakuona utumiki vizuri kwenye mfumo na surula tu. Alafu hata wewe siku mkataba ule na mgogoro wa KMC na Simba nilishangaa Simba kuingia kwenye mgogoro tukakumtaka Wesu. Yule Wesu ni kiungo wa kizamani. Mpira sasa hivi unataka mambo hayo. Unaikuwa namba 6 cheza kwenye eneo lako. Ukicheza kwenye eneo lako Salumu hata kwa kaida unaonekana mkali. Ndako tuna mfano. Angalia ile mechi ya Yanga na wale Mamelodi Sundowns. Marcelo aende anafanana na Mkude. Lakini Mkude akaamba kapa kwenye eneo lako. Wewe usicheze kama aende. Kaa namba 6 hapa. Usizurule. Ulimi yule Marcelo aende dakika 90. Ni mifumo tu Salumu. Kwa hiyo mchezaji kama yule Wesu Farid hawezi kumtumia. Atumiki mfumo vizuri wa mwalimu. Anao atakuja kuniangusha tu. Utakuwa kwenye eneo lako upo kwenye kibendera. Watu wanapiga mpira mrefu na nataka kufungwa. Kwa hiyo hawezi kucheza yule. Ndio maana unaona anangania huyu aua. Bora huyu akikaa namba 10 hata kama apigi pasi za mwisho lakini anatumikia ile kazi ambayo mwalimu anaitaka pale katika jipande juu. Ndio maana unaona anaumia anaambia acheze. Lakini Makawila, mechi ya Jumapili unatoa asilimia ngapi kwa Simba Sports Club na kuweza kutinga finali na Stellenbosch kuweza kutinga finali? Kwa matokeo ya goli moja ni 50-50 tu. 50 huwa 50 wewe. Kwa sababu matokeo yenyewe anaonyesha asilimia kadhaa za kuonyesha kama unaiua mechi. Bado mechi iko high sana. Ingekuwa chuma 3 chuma 4 hapa ningekwambia Simba ana asilimia 80. Lakini kwa matokeo yale na historia ya Simba kwa anacheza ugenini hasa kwenye michezo ya robo finali kwa sababu tunaizungumzia timu kwenye record. Maana record haziwezi kuachwa wakati tunachambua mpira. Kwenye record Simba haijawahi kupata matokeo hata sare au suluhu kwenye matokeo haya ya mazingira mtoano ya hizo robo kutafuta nusu. Matokeo zote kafungwa ugenini. Kwa hiyo hata wasiwasi unaona ile goli naona kuja hapo. Kama Simba angekupo kesha kumpaswa mtu goli 3 robo nusu kisha timu zenyewe unaona hizi zinafika ndio maana nakwambia ni timu kama mtu anatema mate ni bahati mbaya. Yaani kama matamja mzito pale anaweza kutema kokote yaani amaka hazina muendelezo wa kufika huko ambako tunatarajia zifike. Kwa hiyo unaona ndio maana wasiwasi lakini haya matokeo ingekuwa kwa hali ningekwambia 90 inapita. Makawila, uwanja utakaotumika ni Madiba, uwanja ambao unapatikana pale Durban. Na Stellenbosch wao ni wenyeji wa Cape Town na mechi imepelekwa Durban. Inaweza kawa ni rahisi kwa Simba Sports Club inaweza kawa ni rahisi kwa Simba Sports Club kuweza kupata ushindi maana nao Stellenbosch ni wageni pale Durban. Yaani wale wenzetu bwana Salumu mpira wao hujawekezwa kama sisi mpira wetu wa kisiasa. Yaani wewe leo ukitoka hapo kwenda kucheza Amani tuseme ndio uwanja mgeni huwezi kupata matokeo. Yaani hiyo ndio timu kweli ambayo tunategemea ile competition Afrika itakagombania taji lete hapa. Kwamba ukitoa hapa Tanzania bara ukipeleka Unguja tu pale Zanzibar maana ni ngoma itakuwa ngumu. Salumu bwana hebu tuacheni mpira huo bwana. Wale South Africa hao wanatumia viwanja vyote katika viwanja vile 13 ambavyo kwa South Africa. Vyote ukapeleka lazima wale. Kwa takaza chifu wanaenda kupiga Simba goli 4 ndio uwanja walikuwa wanatumia kwenye ligi. Waliama mji wakaenda kupiga Simba goli 4 wakarudi kwenye mji wao. Yaani uwanja na kitu gani bwana ni performance ya uwanjani tulikuwa na wachezaji bora. Uhitaji wewe mpaka uwe na uwanja fulani. Na ndio maana timu kubwa zinashinda hata ugenini. Salumu. Hizi timu ninazokuambia hizi timu za kuomba ndege kwa rais hizi na mambo mengi. Ndio maana unakuta watu wanatukana mpaka mtangazaji. Yale wanafanya Yanga kupigana na mtukana Mpenja wanaipenyemee wakina Sagney leo Simba leo wanamtukana karibu mzinga kwa kitangaza mechi zetu hatushindi vizuri. Sasa Salumu hizo timu bado watu hawajaamka tu. Hivyo kimetokea tena? Bwana uko wapi? Matumbi katukana juzi mpaka anaomba msamaha. Anaenda kumwambia tajiri bwana mechi zao tangaze Mpenja tu. Yaani watu sasa kama Simba kachukua miguu ya bajaji pale Mpenja na watangaza na John Galaxy. Mashabiki wa Simba na Yanga ambao wanafanya hizo timu zaidi ya dini zao ni kama manyumbu Salumu kila siku nakwambia. Mzinga ndio anakuwa uwanjani anacheza. Sasa unaniuliza mimi uuliza manyumbu alikuwa anamtukana Mzinga. Hivyo leo ungekuwa na Sharayu na Almaruni unamtukana Mzinga. Unampiga mtu nyumbani na ugenini finali unamtukana Mzinga. Huwezi kumtukana. Anamtukana Mzinga kwa sababu timu zao zitia maji. Kuna mtu nilimwambia juzi Simba na Yanga ni maskini. Ndio maana unakuta wanahangaika leo uwanja huu, kesho uwanja huu, kesho kuta uwanja huu. Hawana sehemu kwa sababu maskini achagua nyumba ya kulala. Na juzi tu nilizungumza swala hizi timu unavyoona wanamsifia rais, wanaanza kumpongeza rais, wana malengo yao. Simba South Africa wamepelekwa na nani? Mbona ujibu? Rais Samia Suluhu Hassan. Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo Ikulu imefanya kazi. Wakishinda kwanza kwa mshukuru nani? Rais wa TFF, Mohamed Dewji au rais kwanza? Basi nashukuru sana utakoshanielewa hapo. Kwa hiyo hakuna tofauti wa hawa na wale wengine. Kula na Doto kazi yao ni moja, tofauti ni rangi ya nguo tu. Salamu alaykum.